السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zanguni wapenzi watazamaji watukufu wa kipindi chetu cha mawaidha, awali ya yote tuendelee kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwa ukarimu wake hajaacha kutuneemesha neema mbalimbali, na miongoni mwa neema hata ile afya iliyo njema na uhai tuliopewa, na nyingi katika neema ambazo kwamba hatuwezi kudhibiti katika maisha. Tuendelee kutambua neema na kumshukuru Allah, na kamwe usielekee katika changamoto zaidi zilizokupata zikaondosha shukurani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawezekana kipo kile ambacho kilichopungua, kuteteleka, kuharibika katika maisha yako, lakini upo mwenzako huko hospitali hivi sasa, ndugu zake wanaweza wakarejea asubuhi toka kuitaja hali yake, wakasema kwamba leo mgonjwa yaonekana kwamba anaendelea vizuri kwa sababu tu kwamba amefanikiwa kunywa vijiko 3 vya uji. Lakini yawezekana wewe ambaye unaelalamika huna ulichotendewa, ikawa kwamba unakula vizuri lakini unalala pazuri, unaonana na familia yako, ila mteteleko na misukosuko kiasi iliyojitokeza ya kiuchumi wakati mwingine ikaondosha kutambua wema na fadhila na ihsani ya Mola wako. Hivyo niungane nanyi sote kwa pamoja, iwe iwavyo katika changamoto zetu, lakini tuelekeze shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Mola wetu mlezi. Ndugu zanguni watukufu watazamaji, leo tena Allah akituwafikisha katika kipindi chetu hichi, tutataja hikma miongoni mwa hikma za kuwekwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kuzidishwa fadhila ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tufahamuni ndugu zanguni katika imani kwamba miongoni mwa rasilimali kubwa ya maisha yetu ni rasilimali wakati. Wakati, muda aliyetupa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kitu cha thamani sana katika maisha yetu, na wakati ndio utakuja kuyahukumu maisha yetu ya siku za mbele, iwe bado tupo hai hapa duniani au tukatangulia akhera baada ya kufa kwetu. Wakati ndio ambao utakuja kuonyesha matokeo yetu. Hivyo basi, wakati kwetu ni mdogo sana. Tunafahamu kwamba umri wa zama hizi hauna ziada kubwa inayovuka miaka 60 au miaka 70, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria kwamba wachache katika watu watakaovuka ndani ya namba ya miaka hiyo. Hivyo basi yawezekana tukajiona tuna umri mdogo wa kuishi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea nyakati ambazo kifalla zikapelekea umri wetu uwe ni mkubwa kithamani ya matendo. Miongoni mwa nyakati hizo ni kuletewa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anauelekeza na kuashiria mambo ambayo yanatakiwa kutendwa na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, alisema kwamba ni shahrun mubarak, shahrun fihi lailatun khairun min alf shahr. Aliutaja kwamba ni mwezi wenye baraka wa Ramadhani, lakini ni mwezi ambao ndani yake kuna usiku uliokuwa bora zaidi ya miezi 1000.
Lakini utaona kwamba hata ule mfumo wa matendo Mtume SAW alisema kwamba man taqarraba fiya bi khasratin alkhair, yule mtu ambaye kwamba atakayejikurubisha na kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda jambo miongoni mwa mambo ya khairi, kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Mtume SAW anasema atakuwa kana kwamba yule aliyetekeleza ibada ya fardhi katika mwezi usiyekuwa wa Ramadhani. Lakini akasema tena Mtume SAW, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, na yule mtu ambaye kwamba atakayetekeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ibada ya fardhi, malipo yake itakuwa kana kwamba ametekeleza fardhi 70 katika mwezi usiokuwa wa Ramadhani. Hii ni alama kwamba ameufanya kuwa ni mwezi wa ziada, ameufanya kuwa ni mwezi ambao wa kuzidisha umri wako, japokuwa inawezekana kimakadirio ukaishi kwa muda uliokuwa mfupi zaidi. Hivi basi ni ishara ya wazi kwamba mtazamo wako na matumizi yako ya mwezi wa Ramadhani uwe ni mtazamo ulio mkubwa zaidi, uwe ni mtazamo wa kuhitaji kunufaika, uwe ni mtazamo ambao wa kuwa mwangalifu zaidi. Mwanadamu katika dunia hii hana mfumo wa kuishi milele, kama ilivyo kwamba hana mfumo wa kuepukana na kifo. Na hili ni jambo ambalo linakubalika na wasomi wa elimu mbalimbali duniani. Hata wasomi wale wa kibiolojia, elimu za maumbile, wasema pia mwanadamu anaonekana ana seli ambazo zinazaliwa, lakini baadaye kutoka kwenye uchanga zinaenda zinakomaa, baadaye zinaenda kudhoofika na kuzeeka, hatimaye anafika hatua zinakufa. Kwa hiyo wanasema kwamba pia kama ingelikuwa basi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mfumo kwamba watu waishi milele, ingelikuwa ni mateso yatakayowakuta katika siku za usoni huko, kutegemeana na vile ambavyo kama mtu atakuombea na dua ikapita kwamba uishi milele na ukawa kikongwe mkubwa wa muda mrefu sana, unadhania katika ukongwe huo nani ambaye ataweza kubeba maumivu ya malezi yako? Na kungesongamana katika dunia hii vizee vingapi? Kwa hivyo inaonyesha kwamba muda si mrefu mwanadamu ataondoka katika dunia hii. Ipi rasilimali ambayo inatakiwa aitumie na imsaidie kabla nguvu hazijatoweka na kabla uhai haujakatika? Ni matendo yaliyomema, haswa tunapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia hata wanawachuoni wa kisaikolojia wanaoshughulika na mambo ya kiakili pia wanasema kwamba kimeumbwa kifo kwa hikma nyingi sana. Yawezekana miongoni mwa hikma hizo ni kuwastiri wanadamu. Moja katika hikma ya kwanza, kimeumbwa kifo, mbele yetu kuna kifo, ni kwa sababu mwanadamu akiwa ameishi kwa muda mrefu atapoteza thamani ya wakati, ambao wakati utaweza kuutumia kwa uangalifu zaidi kwa kutambua kwamba mbele yangu kuna kifo. Utaona muda wa kusoma una wakati, muda wa kutafuta una wakati, swala zikawekewa nyakati. Lakini pamoja na mkusanyiko wote wa haya matendo, utakuta mbele yako kuna kitu kinachoitwa kifo. Kwa hivyo unaletewa wakati maalumu wa siku 29 au 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili kujaribu kupambana na ule wakati ambao unaotoweka kila siku moja inayokucha na siku moja inayozama katika maisha yako. Umri wako unapungua na afya yako inaenda kudhoofika. Unaweza kupambana vipi? Ni kuyatumia vyema masiku ambayo fadhila zake zimezidi zaidi kiubora, ili walau ufidie ule wakati kwa ufupi wa maisha yako, ukapata urefu wa wingi wa amali zako. Lakini pia wanasema wanasaikolojia, laiti kama ingelikuwa kifo hakipo katika maisha ya wanadamu, bado pia pangalijitokeza tatizo. Miongoni mwa matatizo hayo, angekosa ile hali ya uwajibikaji, angejitendea lolote lile ambalo mwanadamu anataka kutenda.
Lakini pale akili ambapo inapokuta kwamba mbele yangu kuna kitu ambacho cha kutoweka katika maisha haya, inamlazimu zaidi aingie katika uwajibikaji kabla hajakutana na mwisho wa maisha yake. Na miongoni mwa sehemu ambayo unatakiwa uonyeshe tofauti kubwa ya kiuwajibikaji ni pale tuwapo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inawezekana pia ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaamua autaje waziwazi katika jina, ambapo hakuwahi kutaja mwezi wowote miongoni wa miezi isiyokuwa ya Ramadhani ila kwa njia ya ishara, ila mwezi wa Ramadhani akautaja wazi kwamba shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, kwamba mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi ambamo ndani yake imetelemshwa Qur'an, hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan, Qur'ani ambayo ni muongozo kwa watu na ni hoja zilizokuwa za waziwazi za kutoa maelekezo na fafanuzi katika yale ya watiayo mashaka watu, lakini Qur'ani ambayo ndiyo kitenganishi cha kutambua haki na batili. Haya ni maneno yanayokuja kama kwa sura ya simulizi, lakini akimaanisha kwamba ndani ya huo mwezi zidisha miongoni mwa kheri za kusoma Qur'ani, kwa sababu ni wakati maalumu, shahrun, imma ikawa ni siku 29 au siku 30, zisije zikakatika, kwa sababu ni sehemu ya katiko la uhai wako. Unalitumiaje? Soma Qur'an. Lakini bado kule mbele akaashiria matendo, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule ambaye atakayeushuhudia akaufikia huo mwezi akiwa mzima wa afya, yupo hai, basi afunge. Lengo atumie vyema haya masiku kwa ajili ya kufidia uhai wake ambao ni mfupi zaidi katika kuishi. Hivyo basi niendelee kuwakumbusha kwa miongoni kama kuna hikma zilizokuwa kubwa zaidi za kuwekwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sisi kutakiwa kuutumikia huo mwezi kwa kutenda khairati mbalimbali, ni pamoja na kuweka fidio la kufidia kutokana na yale mengi ambayo sisi tunaweza tukayakosa kuyatenda kutokana na ufinyu na ufupi wa uhai wetu. Hivyo basi wanasaikolojia naye wakaeleza kwamba hichi kifo pia miongoni mwa hikma za kuwepo kwake ilikuwa ni kule kuondosha msongamano mkubwa ambao usiokuwa na mwisho katika dunia hii. Sisi wakati mwingine tumeondokewa na wazazi wetu, na mtu mmoja katika hitaji lake zaidi lililokubwa ni kwamba wapate kurejea wale wazazi wake, lakini waijua hii dunia itakuwa na msongamano wa kiasi gani na kutakuwa na migogoro ya kiasi gani. Yawezekana hao unaohitaji warudi ndio wale ambao Allah kwa hikima yake kawatanguliza na mali zao tayari mmekushagawana. Kwa hivyo hata kama watarejea, kutatokea na yeye pia uhitaji wa kurejea kwa wazazi wake, maana na yeye ana wazazi. Tukaimizwa kwamba pale ilipotokea kadari ya Mungu ya mwenzetu kutangulia tumuombe dua, lakini pale ambapo yeye ameendelea kubaki tumkirimu, tumsaidie kama mzazi wetu, na kile alichokitenda Mungu cha kutufarakanisha naye mzazi kwenda kaburini mtoto kubaki, tukubali kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hivyo basi mfahamu kwamba Ramadhani imeletwa kwa sababu ya mwanadamu pia ana ufinyu na ufupi wa kuishi katika dunia hii, ikapelekea kwamba awe ni mfinyu wa matendo, awe ni mchache wa amali, uchache wa sala. Kwa kutandani ya Ramadhani zikakuzwa amali ili kufidia muda mfupi ambao kwamba atakaoishi mwanadamu. Utaona ibada ya fardhi waitekelezaayo muumini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imezidishwa kwa ujira wa mara 70. Utaona kitu kidogo cha ukarimu ulichokitenda kumfutarisha mwenzako kikapelekea wewe usamehewe dhambi, wewe uokolewe na moto. Lakini bado Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama Ramadhana, yule ambaye atakayefunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan wa ihtisaba, hali akimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaraji malipo kutoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ghufira lahu ma takaddama min dhanbi, mtu huyo atasamehewa yale yote yaliyotangulia katika madhambi yake.
Hakulisema ili Mtume sallallahu alaihi wasallam ila akitengeneza hamasa, kwamba si kwamba anasimulia tu kwamba atakayefunga atapata hichi. Ni alama kwamba fungeni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tena mfunge kwa ile hali ya umakini zaidi, hali mkiamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia mkitaraji kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kwa muunganiko wake na ufanisi na matumizi mazuri haya ya wakati, itapelekea kusamehewa yaliyotangulia katika madhambi yenu. Yaliyotangulia yametokana na matumizi mabaya ya wakati uliokupita kabla haijaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo basi, ndugu zanguni watukufu wa Kiislamu, tuone thamani ya kuletwa kwetu kwa mwezi huu. Thamani yake ni kubwa zaidi ya uwezo na upeo wa fikra zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa upendo wake na huruma wake ametuwekea hali ambayo sisi inaweza ikabadilisha mfumo wa maisha yetu. Ramadhani haikuletwa kwamba sharafu yake na utukufu wake ni vile wewe kuwepo tu ndani ya Ramadhani, kwamba wasalimiana na watu, kwamba nipo ndani bana huu mwezi mtukufu, ikawa kwamba umeutendea heshima yake. Heshima yake Ramadhani ni vile wewe kuonekana mchana wake unafunga, tena saumu ambayo imepata heshima na matunzo yote, imepata heshima na hadhi zote, kwamba husengenyi, ufitinishi, udhulumu, hauibakishi kwamba ile saumu itabakia tu ya kushindana njaa, kama alivyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba man lam yada qawla zula wal amala bih falaysa lillahi hajja fi an yada ta'ama wa sharaba, kwamba yule mtu ambaye kwamba hajaacha maneno ya ulongo, maneno ya uzushi, maneno ya kufitinisha, maneno yaliyokuwa mabaya mabaya, na kuyatumia maneno hayo katika mfumo wa maisha yake, mtu kama huyo Mtume swalla salama akasema Allah hana hitajio lolote katika kule huyu mtu kuacha chakula chake au na kinywaji chake, kama itakuwa bado hajabadilisha na kugeuza mfumo wa maisha yake. Hivyo basi niendelee kuwakumbusha, Ramadhani ni kitu cha thamani zaidi katika maisha yetu, na moja ya thamani yake ni kutuongezea thamani ya uhai wetu, na hili ni kwa sababu ya ufinyu na ufupi wa maisha yetu. Mtume swalla alitaja, tumesema kwamba amari ummati ma baina 60 wa 70, umri wa watu wa umma wangu ni kati ya miaka 60 na 70, na wachache mno watakaovuka katika miaka hiyo. Hivyo basi yawezekana siku 30 au 29 zikabadilisha thamani yako, lakini pia kukumbuka kwamba kuna watu ilipokuwa katika mwezi wa Shaabani waliondoka, na wengine waliondoka mwezi 29. Wakati watu wanatazama mwezi, wao walikuwa wanaandaliwa ili wakazikwe katika makaburi yao. Wamekosa muda wa thamani ambao iliwezekana ndiyo kusamehewa kwa madhambi yao. Wamekosa muda wa thamani ambao iliwezekana kwamba ndiyo kubadilisha mwelekeo wa maisha yao. Wameukosa muda wa thamani ambao iliwezekana ndiyo wapate nafasi kutubia kwa madhambi yao. Wamekosa muda wa thamani yawezekana kutengeneza mahusiano mazuri na Mola wao, kama ilivyo wengine wamekosa thamani hata muda wa thamani ambao wa kutengeneza mahusiano mazuri kati ya wao na jamaa zao. Wengine alikosa hata muda wa fursa wa kutengeneza mahusiano na wazazi wake, mahusiano na ndugu zake, akajikuta ndani ya Shaabani amepoteza vitu vya thamani ambavyo kuukosa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Itakuwa haipendezi na ni aibu, na itakuwa si jambo lililokuwa zuri kwamba Muislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani funga yake anaifunga ni kwa sababu ya hofu wa viumbe wenzake, kwamba aidha anachelea aibu mule ndani ya nyumba, kwamba hakuna mtoto yoyote ila mtu yoyote ila wanafunga, kaona kwamba mimi naingoja niingie kufunga, nisipofunga watanielewaje hawa. Itakuwa ni saumu ambaye iliyofungwa kwa msukumo mwingine. Kumbuka thamani ya muda wako, kumbuka udhaifu wa wanadamu wako, kumbuka umuhimu wa kutenda amali njema kabla ya kifo chako, ili wakati unaelekea kufunga uwe unatafuta radhi za Mola wako, wala si hofu kwa wale watu wa jamii yako.
lakini itakuwa haipendezi na ni kasoro iliyokubwa kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa dakika ambazo wakati mwingine hazizidi 40, hazizidi 50 au lisali moja, kuna sunna inaswaliwa ya tarawih, wewe ukaiepuka, sunna ambayo huwezi ukaipata, ila Allah kwa kuongeza thamani ya umri wa watu akaiweka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sunna ya tarawih anayeabudiwa ni yeye, ufahamu yeye ndiye aliyehitaji hili. Hata Mtume SAW alipolitaja alisema ja'ala Allahu, Allah ndiye aliyeweka mchana wake kuwe kunafungwa na akaweka usiku wake kuwe kunaswaliwa sunna ni tatawwa. Bado akaongeza fadhila kwamba kwa utekelezaji huo wa sunna inapelekea kwa kutekeleza ibada ya sunna kama uwe umetekeleza fardhi katika miezi sio kwa hiyo. Ni neno la kawaida, lakini kumbuka thamani ya maisha yako pale ambapo wewe uliingiwa na telezo. Wakati mwingine kuna fardhi hukutekeleza, kuna ibada mbalimbali ambazo katika maisha yako zilikuwajibikia hukutekeleza. Leo umeletwa katika mwezi kwamba hata ile sunna nayo inageuzwa kuwa ni fardhi, na ile fardhi hailipi moja bali inazidishwa mara 70. Hii ni alama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutakia baraka ya umri wetu wenye mafanikio makubwa, japokuwa yawezekana kukakuwa na ufinyu na uchache kwa mujibu wa uhai wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaendelea kumuomba kwa huruma yake maombi yaliyoambatana na utarajia wa utekelezaji wa amri zake, atuwafikishe kuyatenda yaliyokuwa mazuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia na sisi wenyewe pamoja na taufiki yake tuonyeshe ile nia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukumbuke kwamba mabadiliko yetu ameyaweka kwa mfumo wa kuwa tayari kubadilika. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi hali walizokuwa nazo watu mpaka wao wenyewe waamue kuyabadilisha yale yaliyokuwa katika nafsi zao. Kama wewe mwenyewe utaamua kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, utajiongezea thamani ya umri wako kupitia Ramadhani. Kama wewe mwenyewe utaamua kujenga na kutenga wakati maalum kwamba huo ukawa ni wakati wa kusoma Qur'ani, maneno ya Mola wako, fahamu mabadiliko hayo yatakuja kutengeneza thamani ya umri wako uliye mchache ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama wewe mwenyewe utaamua na azma kwamba ndani ya mwezi huu kwa mwaka huu mimi nitaswali sunna zote za tarawih kama ilivyo nitakavyoswali fardhi zote, katika maamuzi hayo Allah atatoa msaada wake. Manake kusema kwamba la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kwamba Allah habadilishi hali walizokuwa nazo watu mpaka wenyewe waamue kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao, alimaanisha kwamba maamuzi yako ndiyo yatakaotoa nafasi ya Allah kutoa msaada wake kwako. Kweli kama utajitengenezea unyonge na udhaifu wa kusoma Qur'ani, ndivyo utakaposhika msahafu ukasinzia. Kama wewe mwenyewe hujaamua moyoni kidhati kwamba kutenda mabadiliko ya kiibada, utekelezaji wa sala, basi kweli hata rakaa 4 kwako zitakuwa kama 40. Ndivyo kama vile ambavyo pia hujatenda maamuzi na mabadiliko ya kwamba mimi nimeazimia kuswali sunna ya tarawih, ndivyo utavyojikuta kwamba tarawih itageuka kama swala inayoswaliwa kucha nzima. Hivyo basi niwakumbushe na kuikumbusha nafsi yangu, akhukum fi dini, ndugu yenu katika dini, Hamdan bin Ramadhani Gabwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.